Leo nataka tuongelee kwa kifupi kuhusiana na kujitambua, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wetu wa udhihirisho, na usipojitambua hauwezi kudhihirika. Kwa hiyo sehemu ya kujitambua ni muhimu sana. Haleluya! Kwa hiyo nataka tuangalie leo kuhusiana na kujitambua. Mara nyingi kumekuwa na uelewa usio sahihi kuhusiana na Ukristo, na imefanya baadhi ya maeneo mbalimbali Ukristo kutokuwa jambo la kuvutia, Ukristo kuchora picha ambayo sio ya kweli kuhusiana nawe. Amen. Mara nyingi watu wanaenda makanisani au wanakuja makanisani kwa ajili ya kupokea hichi au kile, kwa ajili ya Mungu kuwatendea hichi au kile. Ni jambo jema, haleluya, lakini tumeitiwa maisha ya juu zaidi. Tumeitiwa maisha ya juu zaidi. Wanapokuja watu ambao bado hawajampokea Kristo wakiwa na mtazamo huo, ni sawa, kwa sababu bado hawana maarifa ya neno la Mungu. Haleluya. Lakini baada ya kuzaliwa mara ya pili, inategemewa neno la Mungu linalokuja kwako libadili namna unavyojiona na kujitambua, na hivyo libadili maisha yako. Amen. Kwa sababu kuna kweli ambazo ukizifahamu kwenye neno la Mungu, maisha yako hayawezi kubaki kama yalivyokuwa. Maisha yako ni lazima yachukue mkondo wa tofauti. Sema nasikia. Kwa mara nyingi Ukristo tumeuangalia au watu wameuangalia kama ni dini, lakini Ukristo sio dini. Haleluya. Watu wameangalia Ukristo kama ni taratibu za kuishi, ni rituals. Tunaongelea kuhusiana na kusali, tunaongelea kuhusiana na kusoma neno, tunaongelea kuhusiana na kufunga, tunaongelea na kuhusiana na taratibu mbalimbali ambazo zinafanyika kwenye maisha ya Ukristo, lakini taratibu hizo sio Ukristo. Ukristo unahusiana na asili ya mtu. Ukristo unahusiana na utambulisho wa mtu na sio taratibu anazozifuata. Hello? Ukristo ni kuhusiana na identity, utambulisho wa mtu, asili ya mtu, sio taratibu anazozifuata. Haihusiani na mtu kwenda kanisani au kutokwenda kanisani, japo tunategemea kwamba Mkristo anaenda kanisani. Hello? Haimaanishi kwamba mtu akienda kwenye banda au zizi la ng'ombe naye ni ng'ombe, si ndio? Kwa sababu asili yake sio ng'ombe, japo ameingia kwenye zizi la ng'ombe. Na Ukristo ni kuhusiana na asili ambayo tunaipokea katika Kristo. Ukristo sio mabadiliko ya tabia. Ukristo ni mabadiliko ya asili. Haijalishi nitaboresha Kiingereza changu kiasi gani, siwezi kuwa mzungu. Sijui kama wananielewa. Naweza nikaongea Kiingereza kizuri mno, lakini Kiingereza hicho kizuri hakinifanyi niwe mzungu. Kwa sababu kuwa mzungu au kuwa mtu wa asili nyingine sio swala la matamshi ya maneno, ni swala la asili. Hello? Kwa hiyo haijalishi mtu anaomba kiasi gani, haijalishi mtu anafunga kiasi gani, hivyo vitu havimfanyi awe Mkristo. Haijalishi mtu ana tabia nzuri kiasi gani, haijalishi mtu ana mwenendo mwema kiasi gani, huo mwenendo hauwezi ukamfanya kuwa Mkristo, kwa sababu hatui wa Kristo kwa sababu ya mwenendo. Tunakuwa wa Kristo kwa sababu ya asili.
Kama ambavyo nimesema kwamba haijalishi kiasi gani cha Kiingereza nitaongea, hainifanyi kuwa mzungu, kwa sababu ya asili ya mwili niliovaa. Na asili ya mwili huu haibadilishi na matamshi ya midomo yangu. Kwa hiyo wengine wanadhani kwamba Ukristo ni tabia nzuri, kwamba nimekata shauri bwana, kwa hiyo sasa hivi nimekata shauri, nimekuwa mtu mwema. Wema sio sababu ya Ukristo. Sema nasikia. Kuwa mwema haikufanyi uwe Mkristo, lakini Ukristo utakufanya uwe mwema. Matendo mema sio mizizi ya Ukristo, ni matunda. Matendo mema sio chanzo cha Ukristo, ni matokeo ya Ukristo. Hello? Kwa hiyo sio kila anaongea Kiingereza kizuri ni mzungu, si ndio? Ndivyo ilivyo kwamba sio kila mwenye matendo mema ni Mkristo. Ukisoma katika Wakorintho wa pili 5:17, Wakorintho wa pili 5:17 inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mara nyingi mtashangaa kwa nini ile andiko nalirudia tena na tena na tena, na nitaendelea kufanya hivyo kwa sababu marudio ndiyo mama wa kujifunza kote. Unavyozidi kuisikia kila itopo leo, inaanza kuathiri namna unavyowaza, inaanza kuathiri namna unavyoona maisha. Sema nasikia. Haleluya. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Kwa maana mtu akiwa ndani ya Kristo asili yake imebadilika, sio tabia yake. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa mtu mwema. Anasema amekuwa kiumbe kipya, na hajasema amekuwa bora, amekuwa mpya. Ndani ya Kristo hatujawa beta, tumekuwa new, tumekuwa wapya. Sema mimi ni mpya ndani ya Kristo. Sema mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Haleluya. Ni muhimu wewe kuelewa wewe ni nani, kwa sababu itaathiri maisha yako kwa ujumla. Mkristo ni mtu ambaye amezaliwa na neno. Mkristo ni mtu ambaye amezaliwa na neno. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23 nasema, kwa maana tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Si ndio? Tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Afu anatuelezea kwamba hiyo mbegu isiyoharibika ni neno la Mungu lidumulo hata milele. Kwa hiyo Mkristo ni mtu ambaye chanzo chake, mbegu ya uzaliwa wake ni neno la Mungu. Lakini hiyo haijaishia hapo tu. Mkristo amezaliwa na Mungu, na Mkristo ni mtu ambaye amembeba Mungu ndani yake. Sijui kama umeshawahi kukaa ukatafakari hilo, kwamba umembeba Mungu ndani yako. Umembeba Mungu. Mungu aliyefanya mbingu na nchi anaishi ndani yako. Maandiko yanatuonyesha Mungu katika sehemu tatu. Yanatuonyesha Mungu Baba, yanatuonyesha Mungu Mwana, yanatuonyesha Mungu Roho. Nitawaeleza kwa kifupi tusaidiane. Mungu Mwana, maandiko yanatuonyesha kwamba ni neno la Mungu. Hello? Ngoja nikupe mfano. Tuseme kwenye mfano huu mimi ni Mungu, si ndio? Kama mimi ningekuwa ni Mungu, ina maana nipo, si ndio? Hello? Kuna mtu ana mashaka kuhusiana kwamba nipo usipo? Amna, si ndio? Maneno yangu yananifunua. Maneno yangu yanafanya nini? Yanakupa revelation, yanakupa ufunuo wa mimi ni nani. Unajua ukikaa na mtu kumsikiza anaongea, unaanza kumtambua yeye ni nani, si ndio? Don't mind this screen, forget it. Hallelujah. Akianza kuongea unamtambua yeye ni nani, si ndio? Hello? Kwa hiyo Mungu neno ni ufunuo wa Mungu. Yesu Kristo maandiko yanamuita ni icon ya Mungu.
ni ufunuo wa Mungu. Watu hawakuwahi kumuona Mungu, malaika walikuwa hawajawahi kumuona Mungu, lakini Yesu alipokuja alikuwa ni ufunuo wa Mungu. Maneno ya Mungu yalivaa mwili yakaishi kati yetu. Sema nasikia. Lakini Mungu Roho ni dimension ya Mungu, au ni ufunuo wa Mungu katika utendaji. Ni Mungu mtendaji, si ndio? Maandiko yanasema kwenye Yohana 14:10 anasema, je, tuangalie Yohana 14:10. Bwana Yesu anamwongelea Roho Mtakatifu kwenye ile andiko Yohana 14:10. Anasema, husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Inua mkono wako, jisema Baba yu ndani yangu. Haleluya. Haya maneno ni waambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi. Kwa hiyo tunapomwongelea Roho Mtakatifu tunamwongelea Baba atendaye kazi. Sio, kama unanielewa? Sema Mungu anatenda kazi ndani yangu. Sema tena, Mungu anatenda kazi ndani yangu. Ukisoma kwenye Wafilipi 2:13, Wafilipi 2:13 inasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Wafilipi 2:13, maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Sema Mungu anatenda kazi ndani yangu. Sikiliza, ili uone udhihirisho wa Roho Mtakatifu ni muhimu ukatenda, kwa sababu Roho Mtakatifu ni ufunuo wa Mungu katika utendaji. Kuna mtu anaweza akakaa maisha yake yote ya Ukristo asikae aone miujiza. Sio kwa sababu nguvu ya Mungu haiko ndani yake, ni kwa sababu hajaanza kutenda. Hello? Roho Mtakatifu hauwezi kumuona akiwa amekaa. Roho Mtakatifu anadhihirishwa katika utendaji. Yesu alitenda miujiza kwa sababu ya Roho wa Mungu aliyekuwa ndani yake. Kwa hiyo kamwe hautajua kama una nguvu ya uponyaji kama hautamwekea mikono. Hautamwekea mgonjwa mikono, si ndio? Kamwe hautajua kwamba una mamlaka juu ya mapepo kama hautayaamuru. Sema Roho wa Mungu ndani yangu ni Mungu anayetenda. Kwa hiyo ili uone udhihirisho wa Mungu na udhihirisho wa Roho wa Mungu, lazima uwe mtendaji. Nachotaka kukuambia ni hichi, kwamba Roho yule ambaye alimfanya Yesu kuwa Yesu ndio yeye ambaye anaishi ndani yako. Nachotaka kukushawishi ndio hicho, kwamba Roho aliyemfanya Yesu kuwa Yesu Kristo tumepewa sisi, anaishi ndani yetu leo. Umeshakaa ukawaza kwamba Mungu anaishi ndani yangu, Mungu anaishi ndani yangu. Haleluya. Inua mkono wako juu, sema Mungu anaishi ndani yangu. Rudia tena mara ya pili, Mungu anaishi ndani yangu. Kwa hiyo Wakristo sio tu wanadamu wa asili, ni wanadamu ambao wamezaliwa na neno. Ni watu ambao wamembeba Mungu ndani yao. Sikiliza, unaweza ukawa unawaza ukasema, jumbe kama hii mimi natamani uniambie jumbe jinsi gani ya kupata hela. Sikiliza, na kufundisha neno ambalo litakufanya uwe mtawala wa mifumo ya ulimwengu huu. Sema nasikia. Na kufundisha neno ambalo litakufanya uishi kama Mungu kwenye ulimwengu wako. Hello? Neno ambalo litakufanya kwamba usisuilike kwenye ulimwengu huu. Sema nasikia. Haleluya. Kwa sababu naweza nikakufundisha kanuni za dunia hii, lakini kuna walimu wa mambo haya ambao wanafanya vizuri sana duniani. Lakini kazi yangu sio motivation speaking, ni kukuelekeza kweli ya neno la Mungu. Sema nasikia. Haleluya. Kwa hiyo Mkristo, naomba huyo mtoto asaidie kwenda nje. Haleluya. Mkristo anachohitaji ni kugundua alichonacho. Anachohitaji ni kugundua alichonacho. Hahitaji chochote. Anachohitaji ni kugundua tayari alichonacho na yeye ni nani. Usipojua wewe ni nani na nini unacho, hautakitumia. Mara nyingi nawaambiaga Ukristo ni mambo mawili. La kwanza kujua ulichonacho, ya pili kukitumia. Basi usipojua wewe ni nani na nini unacho, hauwezi ukavitumia. Ndio maana maombi ya Paulo kwa kanisa la Efeso, Roho Mungu anaomba pale Efeso 1:17. Efeso 1:17. Inasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu,
awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Haombi kuhusiana na pesa zao, haombi kuhusiana na ndoa zao, haombi kuhusiana na chochote ambacho ni mahitaji ya kibinadamu kwa jinsi ambavyo wanadamu wanaweza wakaelewa, lakini anaomba kwao roho wa hekima na ufunuo katika kumjua Mungu. Sikiliza, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wa jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Asemi kwamba ili mpokee urithi, hapana. Anasema macho yatiwe nuru muweze kuona utukufu wa utajiri ambao tayari mnao katika Kristo. Sema nasikia. Maombi ya Roho wa Mungu sio kwamba upokee kitu. Maombi ya Roho wa Mungu ni kwamba macho yako yatiwe nuru uone ulicho nacho. Haleluya. Anasema kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake alioutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka. Ili andiko nataka nilisome kwenye Biblia. Kuna kitu ambacho haijaonyesha. Mstari wa 19 anasema, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu. Uweza wake uko wapi? Ndani yetu. Na anasema huu uweza ndio uweza ambao ulimfufua Kristo kutoka katika wafu. Sema ndani yangu nina uweza wa Mungu uliomfufua Kristo, unatenda kazi ndani yangu. Ndio maana katika Warumi 8:11 akasema, kama roho yule yule alimfufua Kristo kutoka katika wafu anaishi ndani yenu, basi huyo roho atauisha, atatia uzima miili yenu iliyo katika hali ya mauti. Haleluya. Nyosha mkono wako juu. Sema mwili wangu umeuishwa na roho wa Mungu. Sema tena, mwili wangu umeuishwa na roho wa Mungu. Haleluya. Ndio maana mtoto wa Mungu akatufundisha namna ya kukaa bila kuumwa. Ni muhimu kila siku upate dozi ya Roho Mtakatifu. Na dozi ya Roho Mtakatifu maana yake nini? Unene kwa lugha mpaka nguvu za Mungu zikufurike. Sijui kama umeshawahi kunena kwa lugha mpaka ukasikia umeme kwenye mwili wako, si ndio? Nena kwa lugha mpaka Roho wa Mungu akufurike. Ukiwa unafanya hivyo, magonjwa hutakaa uyasikie kwenye maisha yako, kwa sababu Roho wa Mungu ametia uzima mwili wako. Kwa hiyo kinachohitajika ni wewe kutambua, ni wewe kuona ulicho nacho, sio wewe kupokea chochote. Asemi kwamba naombea mpokee 1, 2, 3. Hapana, anasema naomba mpate roho ya hekima na mafunuo. Roho ya hekima na mafunuo maana yake ni muweze kuona. Anaongezea kwamba macho yenu ya moyo, macho yenu ya ndani yatiwe nuru. Kusudi gani? Muweze kuona. Inua mkono wako, sema ninaona. Sema tena ninaona. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kizuri asubuhi ya leo. Natamani katika kujitambua huku uanze kuona jinsi ulivyo katika Kristo. Mtu yeyote hawezi kuishi zaidi ya vile anavyojiona. Mtu yeyote hawezi kuishi, kutenda au kuenenda zaidi ya vile anavyodhani au kuona kuhusiana naye. Maandiko yanatuambia katika Wakolosai 2:10. Wakolosai 2:10. Wakolosai 2:10. Inasema, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Roho wa Mungu anataka ujue kwamba umetimilika, umekamilika. Wangapi washasikia kwamba hamna aliyekamilika? Ushasikia hiyo? Hamna aliyekamilika duniani bana. Mwambie jirani yako nimekamilika. Mwambie jirani yako umekamilika. Anasema tumetimilika. Naomba rudisha scripture tena hapa.
Wakolosai 2:10. Nanyi na ninyi amesema mme au mta? Mme maana ni tayari, si ndio? Mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Sikiliza, nataka nikusaidie hili neno jinsi ambavyo utabadilisha maisha yako. Hatujasimama katika eneo la uhitaji. Unajua kama umetimilika hauhitaji nyongeza. Hello? Lakini kama hujatimilika ina maana unahitaji nyongeza hapa, nyongeza pale. Hello? Anasema lakini ninyi mmetimilika katika yeye. Nafasi tuliosimama sisi ni nafasi ya utimilifu, ni nafasi ya utele. Haleluya. Sikiliza, unajua kuna mtu ambaye kila wakati anadhani kwamba ngoja nikienda nikiombewa na mchungaji Eric nikiwekewa mkono nitapokea nguvu za Mungu, nitapokea upako, rabasha kata, nitapokea upako. Haleluya. Mwambie jirani yako hauhitaji kupokea chochote. Kila unachohitaji kiko ndani yako. Nisikilize, ulipozaliwa mara ya pili, ulizaliwa mara ya pili mkamilifu. Roho wa Mungu ambaye ni utimilifu wa kila kitu akakaa ndani yako. Ina maana Mungu mwenyewe yuko ndani yako. Kwa hiyo ina maana kwenye maisha yako chochote ambacho haukioni unaweza ukakiumba kwa sababu muumbaji yuko ndani. Sema nasikia. Mungu hakukupa tu vitu vya uumbaji, alikupa na muumbaji akae ndani yako. Sikiliza, utapoanza kujua wewe ni mtimilifu, itakufanya uwe tofauti. Itakufanya uanze kupenda watu. Mtu ambaye anapenda ni mtu ambaye ametoshelezwa ndani. Unajua mtu ambaye hajatoshelezwa ndani anahitaji kupokea. Lakini mtu ambaye amejaa huwa ni mtoaji. Sema mimi ni mtoaji. Hauwezi ukaishi maisha ya upendo kama haujui kwamba wewe ni mtimilifu. Utakuwa unaangalia tu namna ya kupokea. Lakini Mungu amekuleta uwe mtimilifu. Amekufanya kuwa mtimilifu. Utaanza kupenda watu. Utaanza kuwa mtoaji. Siri ya utoaji si mali. Siri ya utoaji ni ukamilifu. Hello? Kinachomfanya mtu awe, ushasikia watu ambao ni wapenzi au ni wanandoa wanasema wana maneno ya kizungu siku hizi, my better half. My better half. Hauna better half kwa sababu you are not half. Si ndio? Nusu yangu iliyo bora. Hautaki kuwa nusu nusu. Hello? Sema nasikia. Ukikutana na mtu ambaye anakuita my better half, unajua kabisa hapa nahitaji msaada wa Roho wa Mungu. Amen. Kwa sababu sikiliza, ndoa sio mkutaniko wa watu wawili wenye uhitaji. Ndoa ni mkamiliko wa watu wawili waliokamilika ambao wanataka kutoa. It is not a meeting of two needy people. It is a meeting of two giving people. Ni mkutaniko wa watu wawili wanaotoa, wanaotaka kutoa, sio wanaotaka kupokea. Chanzo cha makwazo ni hali ya moyo wa uhitaji. Sema nasikia. Moyo wako ukiwa hauna uhitaji, wewe unakuwa chemichemi ya utoaji kwenye ulimwengu wako. Sio ambaye unategemea upokee. Kuna mtu ambaye ndani yake hajakamilika, anataka apokee kila wakati. Anataka apokee nguvu za Mungu kila leo. Anataka apokee pesa, anataka apokee sifa, anataka apokee upendo. Lakini mtu ambaye ametimilika ndani, mtu ambaye ana picha hiyo kwamba nimetimilika katika Kristo. Na hamna utimilifu nje ya Kristo. Hata mtu yeyote ambaye unamwona na ujasiri katika ufahamu wake wa kibinadamu, ndani yake anashaka kuhusiana na yeye kwenye maeneo fulani. Lakini utimilifu ambao tunao sisi ni katika Kristo. Na utimilifu tulionao katika Kristo hatuangalii kwa namna ya asili tulivyo. Sema nasikia. Haleluya. Unapotambua kwamba umetimilika, utaanza kuwa mpenda watu. Utaanza kuwa mtoaji. Wakorintho wa pili 12:15. Korinto 2:12-15.
Paulo anasema kwamba nami kwa furaha nyingi nitatapanya, tena nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu. Anasema atatapanya mali, atajitapanya na yeye mwenyewe kwa sababu ya roho zao. Anasema, je, kadiri nizidivyo kuwapenda sana ninapungukiwa kupendwa? Inua mkono wako juu. Sema, mwaka huu ninatapanya na kutapanywa. Sema, ninapenda. Sema tena, ninapenda. Ushai kumwona mtu ambaye anakwazwa kwa sababu hajasalimiwa? Kuna shimo kwenye moyo wake la uhitaji. Kuna shimo kwenye moyo wake la approval. Hajansalimia. Sio anajikuta nani? Hello. Amen. Ukijua ni nani, hautahitaji kusalimiwa, utasalimia. Kwanza nimemzidi umri. Nani kasema kuwa na umri mkubwa ni sifa? Salimia. Haleluya. Haujanitafuta leo, wewe tafuta. Amen. Na usipotafuta unapungukiwa nini? Ukijua umetimilika hata usipotafuta, you are okay. Hello. You are okay. Hivi unajua kuna watu ambao wanajua kabisa huyu kaka anadanganya, lakini yuko ni bora, yani kwa uhitaji alionao wa kupendwa. Anasema nipate tu mtu wa kuniambia ananipenda hata kama ni wa uongo, na kweli it's fine. Najua anadanganya, lakini yani hata mje kanisani mhubiri vipi? Nawaambia huyo kijana anakupotezea muda wako. Anakusikiliza, baada akitoka hapo anamtumia message, yuko wapi? Yani hajasikia mahubiri mlio, kwa sababu uhitaji alionao ndani wa kupendwa ni mkubwa mno. Lakini unapojua umetimilizwa ndani, haleluya, itabadilisha namna unavyoongea, itabadilisha namna unavyotembea, itabadilisha namna unavyofanya maisha haya. Sema nasikia. Sema nimetimilika ndani. Haleluya. Hauhitaji kupost emoji ya machozi au chochote cha namna hiyo kwa sababu kuna mtu haja kutafuta, au sijui kuna mtu au kuna kikao kwenye familia kimefanyika au kuitwa. Relax. You are complete. Wewe ni mkamilifu. Wengine wanajiangalia kwenye kioo, hawapendi pua zao. Wanajiangalia kwenye kioo, wanaona sikio la upande mmoja kama limezidi kidogo hivi. Sema ningepata masikio kama kaka Eric. Hallelujah. Glory to God. Sema mimi ni mkamilifu. Hallelujah. Anza kuona hivyo, kwa sababu hii itakufanya uwe mtatua matatizo. Kwa sababu unapojua ni mkamilifu, unaanza kuwaza kuhusiana na wengine, namna ya kufanya maisha yao yawe bora. Hii ni chimbuko na mzizi wa kila biashara njema. Hii ni chimbuko na mzizi wa kila ugunduzi mwema. Sio kama unanisikia? Kwa sababu maisha yako hayajazunguka tena yani wewe sio muhimili wa maisha yako tena. Maana kuna mtu anajiwaza yeye tu. Kwa sababu gani? Ndani yake amepungukiwa, anajiona kwamba amepungukiwa. Haujawahi kuona watu wa namna hiyo wanakuwa ni watumwa wa nani ameongea naye wa mwisho? Anaweza akatoka nyumbani asubuhi akaambiwa umependeza, akabadilisha muondoko wake, akakutana na mtu mwingine akamwambia umependeza sana. Haleluya. Yani sasa hivi hata akanyagi chini akitembea na paa. Mwingine akamwambia umependeza mno. Anasema hapa hata sitembei tena, na glide tu. Haleluya. Alafu anakutana na mtu anambia gauni lako zuri lakini hii rangi. Hiyo comment ya gauni lako zuri lakini rangi, atasahau sifa zote alizozipokea kutoka asubuhi, kwa sababu amezoezwa kushibishwa na sifa za watu. Kwa hiyo maneno ya watu ndio yanayompa shibe. Kwa hiyo akikutana na mtu ambaye atayamkosoa, siku yake nzima imeharibika. Anasema sio nitoke kazini sasa hivi nikabadilishe tu Mungu wangu, yani hello. Lakini unapojitambua unaishi tofauti. Unapojitambua kuna vitu ambavyo Mungu amekupa ambavyo pengine ulimwengu wako hauvielewi bado, lakini kwa sababu unajielewa na unajua kwamba nini Mungu amefanya ndani yako, unaweza ukawa na ujasiri wa kuelekea katika mwelekeo ambao wengi waliokuzunguka bado hawajauelewa.
Unajua kuna mtu mwingine ambaye hawezi kwenda katika njia ambayo wengine hawaikubali kwa sababu hawezi vumilia kupingwa. Hana mhimili kwenye moyo wake wa kuwa na msimamo kiasi hicho. Sema sio mimi. Sema tena sio mimi. Unapojua kwamba ni mtimilifu itakufanya uwe mtoaji. Wangapi wanakumbuka habari ya Petro na Yohana wakati anaenda katika hekalu kwenye lango linaloitwa Mzuri. Maandiko yanasema wakati wakiwa wanaenda, ngoja nisome. Fungua Matendo mlango wa 3:1. Matendo 3:1. Matendo 3:1. Haleluya. Nataka nikuonyeshe picha za wenzako au wenzetu katika Kristo, jinsi ambavyo asili mpya ilibadilisha maisha yao. Inasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9, mstari wa 2. Mstari wa 2 inasema, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni kwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika milango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mstari wa 3. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni aliomba apewe sadaka. Alikuwa anaomba apewe sadaka. Saidia. Mstari wa 4 anasema, na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Unapokuwa mkamilifu unataka watu wakutazame, si ndio? Unakuwa tayari kusaidia. Akasema tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Mstari wa 6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Petro alikuwa anajua ana kitu. Sema nina kitu. Sema nina kitu. Sema nina vitu. Petro alikuwa mtoaji na kukosa kwake pesa haikumzuia. Sema nasikia. Unapoanza kujua wewe ni nani itakufanya uwe mtoaji. Petro akasema, sina pesa wala dhahabu, lakini nilicho nacho nakupa. Amen. Kwa jina la Yesu inuka na utembee. Sema mimi ni mtoaji. Sema tena mimi ni mtoaji. Sema kwa sauti, mimi ni mtoaji. Unajua unapojua ni mkamilifu katika Kristo, kila sehemu unapoenda unataka kutoa. Unataka kutoa muda wako. Unataka kutoa tabasamu lako. Unataka kutoa. Amen. Ulimwengu wako unakuwa bora kuliko ulivyoukuta kila wakati. Mtu akikupa chochote, akikuachia cha kwake, anakikuta bora kuliko ambavyo alikipokea. Alikupatia. Kwa sababu wewe ni mtoaji. Sema mimi ni mtoaji. Haleluya. Tuangalie mfano mwingine kwenye maisha ya Stefano. Matendo 6:8. Mlango ungesudia ufunge mlango. Matendo 6:8. Haleluya. Inasema, na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Sema ninafanya maajabu mwaka huu. Sema ninafanya maajabu mwaka huu. Sema nimejaa neema na uwezo. Sema nimejaa upendeleo na uwezo. Sema nimejaa kibali na uwezo. Anasema alitenda maajabu na ishara kwenye maisha ya watu. Anasema lakini nenda kwenye mlango wa 8 mstari wa 6. Nataka nionyeshe habari ya Filipo. Hii ilikuwa ni habari ya Stefano. Nenda kwenye Matendo 8:6. Haleluya. Amen. Anasema na mkutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Nenda mstari wa 5, tuanzie 5 ili tuelewe ilikuwaje.
Inasema Filipo akateremka akaingia katika mji wa Samaria akawahubiria Kristo. Filipo ameenda kwenye mji fulani. Filipo amekuja Dar es Salaam. Filipo ameenda Mwanza. Filipo ameenda popote. Mstari wa 6. Anasema alipoenda na mkutano kwa nia mmoja wakamsikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo, walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Haleluya. Ulimwengu wako utakusikia mwaka huu. Nasema ulimwengu wako utakusikia mwaka huu, kwa sababu maneno yako yataambatana na ishara, yataambatana na matukio. Anasema kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Mstari wa 8. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Sema amen. Kila unapoenda kunakuwa na furaha kubwa. Sema amina. Ukienda kwenye ofisi kunakuwa na furaha kubwa. Ukiingia kwenye familia kunakuwa na furaha kubwa. Ukiingia kwenye mtaa kunakuwa na furaha kubwa. Popote uendako, kwa sababu wewe ni mtoa suluhisho. Hello. Haujaja hapa mjini kutafuta pesa, umekuja kuwa baraka. Sema amen. Kwa sababu wewe ni mzao wa Ibrahim. Haleluya. Nataka uwaze tofauti, na ukiwaza tofauti maisha yako hautaka utafute pesa popote. Sema nasikia. Kwa sababu unapojua ni mtimilifu inakufanya wewe uwe mtu ambaye unaongeza thamani everywhere you go. You add value. Hallelujah. Kwa sababu haujiwazi wewe, unawaza wengine. Kwa sababu unajua wewe kwako ni mtimilifu, hujapungua chochote wala hamna kilichovunjika. Hallelujah. Biashara ambayo imekuajiri itakuwa bora kuliko ambavyo ilikuwa haijakuajiri. Biashara ambayo umeifungua wewe itakuwa bora, kwa sababu hauwazi tu pesa unaolipwa na wateja wako, unawaza thamani ambayo unataka kuwapa. Hello. Ukiongea na watu watakusikia, kwa sababu ukiongea nao wataona upendo kwenye maneno yako, wataiona mbingu kwenye macho yako. Unajua unaweza ukawa unauza kitu kile kila kitu watu kuangalia, unajua huyu chori anataka kutupiga tu. Sio, unaelewa? Kwa sababu unajiwaza wewe mwenyewe. Lakini when you are full of love, umejaa upendo, unajua wewe ni mtimilifu, unataka kuwasaidia watu. Haijalishi unasuka, haijalishi unapika, haijalishi unauza nyanya au unauza magari. There will be something concerning you. Kwa sababu una kitu kuhusiana na wewe, kwa sababu utimilifu ulio ndani yako unautambua sasa. Imekufanya umekuwa mpenzi wa watu, imekufanya umekuwa mtoaji, imekufanya umekuwa kiongozi, imekufanya uwe yule aletaye suluhisho, imekufanya uwe yeye aletaye faraja. Sema nasikia. Ukielewa kweli hizi hautahitaji ushauri wa ndoa, hautahitaji semina ya ndoa. Haleluya. Hasira za kwa nini sijaletewa zawadi hazitakuwepo. Haleluya. You are a giver. You are a giver. Sikiliza, wewe ni nyongeza na zidisho popote uendapo. Sikiliza, sio tu watu, hata pesa zinakupenda. Sema amen. Kwa sababu pesa zikija kwako zinazidishwa na kuongeza. Sema amen. Haleluya. Lakini kuna mtu anajiwaza yeye mwenyewe hata pesa zenyewe zinamchukia. Anasema tukifika pale tunakuwa vitumbua sasa hivi. Tukifika kwake tunakuwa mandazi leo. Siko. Haleluya. Kwa sababu pengine mtu anajiwaza yeye mwenyewe tu. Anawaza mandazi tu na kuku. Hello. Lakini kuna mtu ambaye yeye anaongeza thamani kila anachokigusa, kila anayekutana naye. Sikiliza, hawa watu wanakuwa ni kama chemichemi jangwani. Na unajua kukiwa na chemichemi jangwani nini kinatokea? Majani yanamea kuizunguka. Uzima unamea kuizunguka. Utapoanza kuelewa ni nani, utagundua kwamba miji itajengwa kukuzunguka. Kwa sababu kwako watu wanapata faraja, kwako watu wanapata majibu, kwako watu wanapata upendo, kwako watu wanapata uponyaji. Haleluya. Maneno yako yamekolea munyu, maneno yako yana neema, yanamfaa yeye ayasikiaye. Haleluya. Unajitambua wewe ni nani katika Kristo. Sema najitambua mimi nani. Sema tena najitambua mimi nani. Hauhitaji kufanya baadhi ya vitu ambavyo wanadamu wanafanya ili kuthibitisha wewe ni nani. Kuna mtu anasema nitamtumia message hizi nichezea, haizi nichezea nitamuonyesha. Hauhitaji kumuonyesha. Unajua ukitaka kumuonyesha mtu ni kwa sababu hujui wewe ni nani.
Hello, hauhitaji kumwonyesha. Haleluya. Kuna mafundisho ambayo yamekuwa yakisambaa kwenye maeneo fulani na pengine watu wanayependa sana, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Unakuta fundisho lasema, wewe mwanamke, kama umheshimu mke wako usishangae, umheshimu mume wako usishangae akawa sio nyumba ndogo sio nini. Mama, changamka na ndoa yako. Sikiliza, mwanaume anayejua yeye ni nani katika Kristo hahitaji external validation kujua yeye ni nani. Hahitaji msaada nje ili heshima yake ya kuwa mwanaume haitoi kwa wanawake fulani. Sema nasikia. Haleluya. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Sema roho wa Mungu iko ndani yangu. Amen. Hii itabadilisha kila kitu kwenye maisha yako. Itabadilisha namna unavyotenda. Itabadilisha namna unavyowaza. Itabadilisha namna unavyofanya biashara. Hamna ofisi ambayo utahitaji kuomba kuongezewa mshahara. Wataongeza mshahara ili usiondoke. Haleluya. Kwa sababu wewe ni plus. Nasikiliza, napoongelea hivi plus, kuna wale unakuta hujaolewa, unafua nguo, unapika. Siongelee hiyo. Hiyo sio thamani ambayo naiongelea hapa. Sema amen. Nasema huyu kaka lazima niboreshe maisha yake. Unamfulia na kumpikia. Alafu unakuja kuona kwenye WhatsApp picha ya engagement na sio wewe. Haleluya. Unakuja kuambia mchungaji kuna kitu. Mchungaji, raba sote. Hiyo raba sote. Hello. Maana kuna vitu watu wanavifanya kuprove, au hitaji kuprove anything. Au hitaji kupambana ili akuoe. Naongea na mabinti mwandani, amen. Hatupiki, hatufui. Haleluya. Hizo ni huduma za kwenye ndoa. Sema amina. Hatupiki, hatufui. Atafute dobi, atafute mgahawa ale. Sema amina. Yes. No way. We are called to live a different life. Sema najitambua mimi nani. Na mwaka huu ninadhihirika kwenye ulimwengu wangu. Amen. Na wale mtandaoni utasema sala hii pamoja na mimi. Na baada ya sala utakuwa umezaliwa mara ya pili. Amen. Na utawasiliana na sisi kwa taarifa ambazo utaziona mtandaoni, na utakuwa sehemu ya familia yetu. Utasema maneno haya pamoja na mimi. Mwenyezi Mungu, ninaamini kwa moyo wangu kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Naamini kwamba alikufa kwa ajili yangu na Mungu akamfufua kutoka kwa wafu. Naamini kuwa yu hai leo hii. Na nakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Kupitia yeye na jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa tena. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Hallelujah. Glory be to God. Ongera sana. Sasa wewe ni mwana wa Mungu. Tafuta mawasiliano yetu kutoka kwenye mtandao ambao unaangalia, na utakuwa familia yetu from now on. Tunakupenda and God bless you.